Naomba nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kutupa siku hii ya leo. Hii siku ni siku muhimu sana kwetu sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Sisi watumishi wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kwa kuweza kushuhudia jambo hili kubwa la uzinduzi wa magari kwa ajili ya kuhudumia watumishi waweze kuwahi kazini na pia waweze kuwahi kurudi nyumbani. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa fursa hiyo aliyotupa ya uzima na kutuwezesha kuweza kufika mahali hapa. Lakini pia naomba nilete kwenu salamu za viongozi wenu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, akiwemo waziri wetu wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naibu waziri, katibu mkuu na pacha wangu naibu katibu mkuu. Nitambue kwamba viongozi hawa wangetamani sana wawepo hapa leo kushuhudia jambo hili kubwa, kwa sababu sio jambo dogo. Lakini kama mnavyofahamu, Wizara ya Elimu sisi tuna slogan moja ambayo inasema Wizara ya Elimu haiboi wala haipoi. Kwa hiyo ninavyoongea hivi, wenzangu wote wako mahali pengine wanachapa kazi. Kwa hiyo naomba nilete salamu zao kwa kweli za upendo kabisa, na wote walikuwa wanaumia moyoni kwa sababu ya kukosekana kwa usafiri wa uhakika. Lakini leo wote wana furaha kwamba tatizo hilo la muda mrefu limeenda kupata mwarobaini. Kwa hiyo wamenituma nilete salamu zao za upendo kwenu nyote. Ndugu watumishi, mtakubaliana na mimi kuwa serikali imekuwa mstari wa mbele katika kuboresha mazingira ya kufanyia kazi na maslahi pia ya watumishi ili muweze kutoa mchango katika ujenzi wa taifa kwa ufanisi. Mabasi haya yatapunguza changamoto za usafiri, yataongeza muda wa uzalishaji na kuwapa nafasi ya kuanza siku zenu au siku ya kazi mapema na mkiwa na nguvu na ari mpya. Pale ambapo mlikuwa mnachelewa kufika kazini kwa sababu ya changamoto ya mvua, naamini kuanzia leo itakuwa ni historia. Pale ambapo mlikuwa mnachelewa kurudi nyumbani, hasa akina mama, kwa ajili ya kwenda kuandaa mlo wa jioni, itakuwa ni historia kuanzia leo. Ndugu zangu, ununuzi wa mabasi haya si tu au uzinduzi wa mabasi haya si tu swala la kuhitimisha ununuzi wa vyombo hivi vya usafiri, bali ni ishara ya kujali, ishara ya kuthamini na ishara ya kuwekeza kwenye utumishi wa umma. Labda niseme kidogo hapa kwamba nimesema viongozi wetu wakuu wa wizara walitamani wawepo katika uzinduzi huu, lakini kwa sababu ya majukumu makubwa wamejikuta wako mahali pengine, wameshindwa kuwepo mahali hapa. Lakini kwa sababu ya uhitaji wa kuanza kuyatumia haya magari kwa haraka, ikabidi tu ili zoezi lifanyike leo, kwa sababu magari yameshafika. Hatuna sababu ya kuyaona yakiwa hapa bila kutumika. Kwa hiyo tunaamini sasa leo ni siku ya kipekee, kwa sababu tunaenda kuhitimisha changamoto iliyokuwepo hapa wizarani kwa muda mrefu. Niombe nitoe ujumbe mmoja kwenu kwamba vyombo hivi ni vyombo vya usafiri, ni kwa ajili ya matumizi yetu. Niwaombe mjue kwamba kitendo cha wizara na serikali kuamua kutenga fedha kununua vyombo hivi vya usafiri ni kitendo ambacho kinaashiria kwamba tunawaona watumishi wetu, watumishi wa serikali tunawaona kazi zenu, lakini pia tunawajali na tunataka mfanye kazi katika mazingira bora zaidi. Lakini pia niseme leo sio mwisho wa kuendelea kuwajali, ni mwanzo wa hatua nyingine kubwa zaidi zinazofuata.
Ndugu watumishi, kipekee nipende kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Jemedari Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi anavyoendelea kuboresha sekta ya elimu hapa nchini. Nataka niwahakikishie champion au balozi wa elimu hapa nchini ni rais wetu mwenyewe. Champion au kinara wa mabadiliko ya sekta ya elimu hapa nchini ni rais wetu mwenyewe. Sisi wengine ni wasaidizi wake tu, na tunapokea maelekezo na tunayatekeleza. Kwa hiyo kutokana na juhudi anazozifanya Mheshimiwa Rais pamoja na serikali kwa ujumla, ni dhahiri kuwa sekta ya elimu imepata mafanikio makubwa ya kujivunia katika kuchangia uchumi wa nchi kwa kutekeleza kwa vitendo malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo. Niseme kwamba chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita, sekta ya elimu imepiga hatua kubwa na tumeshuhudia mambo makubwa, ikiwemo maboresho ya miundombinu ya elimu, kuimarika kwa ubora wa ufundishaji. Tunaambiwa kwamba ufaulu umeongezeka sana. Kidato cha 4 sasa hivi tunaambiwa ufaulu umefikia 82%. Kiwango cha uandikishaji wa darasa la kwanza ni takriban 99%. Kwa hiyo kila mtoto mwenye kuitakiwa kwenda shuleni anapata fursa ya kwenda shuleni. Lakini na hii inatokana na sera ambazo Mheshimiwa Rais anaziongoza, ikiwemo elimu bila ada, lakini pia uwekezaji huu mkubwa unaofanywa kupitia miradi mikubwa ya maendeleo. Nataka niwahakikishie kwamba Wizara ya Elimu ni wizara yenye neema ya miradi ya maendeleo. Haya yote ndugu zangu yana maana moja tu, kwamba nchi yetu inasonga mbele. Na nchi inasonga mbele kwa sababu ninyi ndio mnaoisukuma mbele. Kwa hiyo mnayo kila sababu ya kujipongeza kwa kuwezesha nchi yetu ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iweze kusonga mbele. Nimesema hapo awali kwamba wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inayo neema ya miradi ya maendeleo. Na hii haijatokea kwa bahati tu, imetokea kwa makusudi. Ni kwa sababu champion wa mabadiliko ya sekta ya elimu ni Mheshimiwa Rais mwenyewe. Na Mheshimiwa Rais akisha set tone pale juu, kila aliyeko chini yake msaidizi wake anaifuata. Miradi kama Boost, Sequip, TESP, ISTRIP na HIT, kwa kutaja kwa uchache, inaonyesha wazi dhamira ya dhati ya kujenga taifa lenye watu wenye maarifa, ujuzi na uwezo wa kushindana, sio kitaifa tu wala sio kikanda tu, kimataifa. Niseme pia ndugu zangu, mafanikio haya hayawezi kudumu bila ninyi. Naomba kurudia, mafanikio haya tunayoyaona hayawezi kudumu bila ninyi. Ninyi ndio mlioko jikoni, mnaotengeneza, mnaopika na kupakua. Kwa hiyo ninyi ni engine ya mabadiliko haya na mafanikio haya ambayo tunayaona leo. Kwa hiyo ninayo kila sababu ya kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya katika kuhakikisha kwamba sekta ya elimu inasonga mbele. Mimi huwa najua Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, watumishi wanajua muda wa kuingia, lakini huwa hawajui muda wa kutoka. Naomba kurudia, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kwa muda ambao nimekaa na ninyi, ninaweza kushuhudia ya kwamba watumishi wanajua muda wa kuingia, lakini muda wa kutoka hawaujui. Na haya yote wanayafanya kwa sababu ya ari na motisha kubwa ya kuhakikisha kwamba hakuna kikwazo katika kupeleka elimu mbele, katika kupeleka mafanikio mbele. Ndugu zangu, nimesema kwamba ninyi ndiyo injini ya mageuzi haya, ninyi ndiyo nguvu ya mabadiliko, ninyi ndiyo tumaini la sekta ya elimu, na ninyi ndiyo mtakaofanya mafanikio yaliyokwisha kupatikana hadi sasa yaweze kwenda mbele.
Ndugu watumishi, ninawahimiza kuendelea kufanya kazi kwa bidii, kwa ubunifu, uzalendo mkubwa kuliko ambavyo mmekuwa mkifanya hapo awali. Nimesema hapa uzinduzi huu ni gesture ya kuwajali na sio mwisho wa kuendelea kuwajali. Ni mwanzo wa mambo makubwa yanayofuata. Fursa mnazopewa leo kama hii ambayo tumesema ya kuzindua chombo cha usafiri, vyombo vya usafiri, ninaomba ziwe chachu ya kufanya zaidi na sio sababu ya kuridhika. Kila mmoja wenu ana nafasi ya kuacha alama katika sekta ya elimu hapa nchini. Kila mmoja wenu ana mchango wa kujenga taifa bora zaidi. Tunapotekeleza maelekezo ya viongozi wetu wa juu, tutambue kwamba tunatekeleza ndoto za Watanzania wote, hasa watoto wanaotegemea elimu bora kwa maisha yao ya baadaye. Ndugu watumishi, wizara imenunua mabasi haya kwa fedha nyingi kama ambavyo amekwisha kusema mkurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu, ili kurahisisha utendaji kazi wenu. Ninaomba tutumie mabasi haya kwa nidhamu, tuyatunze kama mali yetu wenyewe na tuyafanye kuwa sehemu ya mafanikio yetu ya kila siku hapa kazini. Naomba kurudia. Ninaomba tuyafanye mabasi haya kama sehemu ya mafanikio yetu ya kila siku hapa kazini, kwa sababu bila nyie usafiri huu usingeweza kupatikana pia. Hivyo ni matarajio yangu kuwa mabasi haya yatatumiwa kwa malengo yaliyokusudiwa, ikiwemo kutumika kwa shughuli za ofisi pekee, lakini hata Shimiwi mnaweza mkaenda nayo, ni sehemu ya shughuli za ofisi. Nakumbuka hapo nyuma kidogo, wakati wa kwenda Shimiwi imekuwa changamoto kupata usafiri. Sasa hivi changamoto hiyo haipo tena. Kwa hiyo wana michezo, mkae sawa. Lakini nategemea kwamba mabasi haya yatatunzwa, pamoja na mambo mengine yatafanyiwa matengenezo kinga kwa maana ya service kwa wakati, na kufanyiwa pia matengenezo muhimu kwa jinsi ambavyo imehitajika. Ninategemea idara ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu iweke ratiba nzuri na utaratibu wa matumizi ya mabasi haya ili kuwawezesha wafanyakazi kuwahi na kuondoka kazini kwa muda uliopangwa. Lakini nategemea pia madereva watakaoendesha mabasi haya wahakikishe kuwa mabasi yanafanyiwa usafi na kulazwa sehemu salama kwa magari ya serikali. Lakini pia kila mtumishi, kwa maana ya nyinyi mlioko hapa na ambao hawakuweza kufika hapa siku ya leo, ni matarajio yetu sisi viongozi wenu kwamba mabasi haya mtahakikisha mnayatunza kwa kuhakikisha kwamba vifaa vilivyomo ndani ya mabasi haya vinakuwa safi na salama. Ndugu zangu, ninapohitimisha hotuba hii, ninapenda kutoa shukrani kwa wadau wote waliowezesha hatua hii kufikiwa. Ushirikiano wenu unaonyesha kuwa tukiamua tunaweza. Wapo wengi waliofanikisha mafanikio haya tunayoona siku ya leo. Kwenye level ya wizara kuna vitengo tofauti tofauti, kuanzia kwenye mradi, idara ya manunuzi, TO najua atakuwa amehusika kwa namna fulani, daram kwa namna fulani, wahasibu kwa namna fulani. Kwa hiyo napenda kuwapongeza kwamba ushirikiano wenu katika hili unatukumbusha kwamba tukiamua tunaweza. Napenda kuishukuru Benki ya Dunia kuridhia sehemu ya fedha zilizotengwa katika programu ya kuimarisha ujifunzaji kwa wanafunzi wa elimu ya awali na msingi, yaani Boost Primary Student Learning, itumike katika ununuzi wa mabasi haya kwa ajili ya watumishi wetu. Ndugu Mselenga, jana unakumbuka tulikuwa na kikao cha wrap up ya World Bank Support Mission. Tumejadili mengi na niseme jana wenzetu wa World Bank wametuhakikishia kwamba wizara iliteua waratibu sahihi wa miradi hii miwili.
Kwa hiyo ndugu Msenenga, nikupongeze mbele ya watumishi wengi. Jana tulikuwa wachache, na mwenzako yule wa SEQUIP kama yupo asimame, waratibu na waratibu wasaidizi wa miradi hii miwili wasimame. Kwa kweli tuwapongeze tena, tunawapongeza sana, na hii inatukumbusha kile ambacho nimesema, kila mmoja wetu ana wajibu wa kuacha alama. Hawa wameacha alama na imetambuliwa nje ya mipaka ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Ndugu zangu, siku ya leo sio siku ya kutoa hotuba ndefu, ni siku ya kuhitimisha au ya kuweka alama au ya uzinduzi. Nasema siku ya kuhitimisha shida zetu, si ndio? Lakini siku ya kuweka alama kwamba maisha mazuri yanaanza na tunasonga mbele. Kwa hiyo kwa kuhitimisha hotuba hii, niombe niwashukuru sana, na naomba yale ambayo nimesema nanyi muweze kuyatekeleza. Haya mabasi yaweze kutunzwa vizuri, tuyaone yakidumu, na tuyaone kama ni sehemu ya mafanikio ya kazi zetu kila siku. Ukiona mtu anacheza nayo, ukiona dereva amepaki mahali ambapo sio, unawajibika kuchukua hatua, kila mmoja kwa nafasi yake, si ndio? Ukilikuta limepaki mahali ambapo hapaendani na mahali ambapo gari ya serikali inatakiwa kupaki, naomba kila mmoja achukue hatua. Kama hutaweza, basi toa taarifa kwa ADA ambaye ndio msimamizi wa masuala ya kwa niaba ya Daram, na huyo akikuzingua basi unakuja kwa bosi wake Daram moja kwa moja. Baada ya kusema haya, sasa niseme nipo tayari kuzindua mabasi haya. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza.